Hatutaki press, tunataka haki. Wanafanya press lakini kuongelea vifo hawataki, wanaongelea upumbavu wa Tanzania. Amkeni ndugu zangu, amkeni, msikubali wakanormalize this situation. Msiwaruhusu wanainormalize ndugu zangu. Watanzania wenzangu, nimekuwa nikifuatilia kwa makini na ukaribu sana mambo yanayoendelea hapa nchini kwetu. Hebu tusikilize kwa pamoja. Baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald J. Trump kutoa kauli kali akitangaza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya ISIS nchini Nigeria, mwanaharakati wa Kitanzania anayeishi uhamishoni Mange Kimambi amechukua fursa hiyo na kuchapisha ujumbe mzito akiiomba Marekani kuingilia kati hali ya kisiasa ya Tanzania. Ujumbe huo uliomlenga moja kwa moja Trump unaeleza madai mazito ya mauaji ya raia zaidi ya 10,000, kuzimwa kwa demokrasia na kile anachokiita utawala haramu unaolindwa kwa nguvu za dola. Nukuu kamili, tafsiri ya Kiswahili ya ujumbe wa Mange. @RealDonaldTrump. Tanzania nayo pia inahitaji uingiliaji wa Marekani, na hili litakuwa faida kwa pande zote mbili. Ikiwa Marekani itasaidia Tanzania kuondoa serikali haramu ambayo iliwaua zaidi ya Watanzania 10,000 ndani ya siku 3 tu, wengi wao wakiwa Wakristo, Tanzania itaweza kuunda serikali ya mpito, kupata katiba mpya na kufanya uchaguzi huru na wa haki. Kwa upande wake, Marekani itanufaika kwa kuchukua nafasi ya nchi fisadi na zenye nia ovu kama China, Urusi, UAE na Oman, ambazo kwa sasa zinaporwa rasilimali zetu za asili huku zikiisaidia serikali haramu iliyoua maelfu ya raia wake kuendelea kubaki madarakani. Watanzania wanataka mahusiano ya kimkakati ya kibiashara na nchi zitakazowajibisha serikali yao kwa namna inavyowatendea raia wake na kuhakikisha demokrasia inazingatiwa. @RealDonaldTrump. Hatuwezi kuwaondoa kwa kura kwa sababu uchaguzi ni wa kinafiki, na tunapopinga wanazima internet na tunapigwa risasi kikatili hadi maandamano yakome. Haya ndiyo yaliyotokea Tanzania kati ya Oktoba 29 mwaka 2025 na Novemba 1 mwaka 2025. Tunashikiliwa mateka katika nchi yetu wenyewe na watu wachache waovu na mafisadi wanaolindwa na polisi. African Union na SADC na jumuiya nyingine za Afrika hazina msaada wowote. Imepita miezi miwili tangu Waafrika zaidi ya 10,000 wauawe kwa kupigwa risasi na serikali yao wenyewe na hawajafanya chochote kusaidia Tanzania. Marekani na Umoja wa Ulaya ndiyo tumaini la mwisho kwa Tanzania. Kama msaada hautakuja, Tanzania itaishia kama DRC, kwani makundi ya waasi yataanza kuibuka kupambana na serikali haramu. @RealDonaldTrump. Naomba mtu akuonyeshe picha na video zilizomo kwenye ukurasa huu zinazoonyesha mauaji yaliyotokea, na huenda hili likakupa ujasiri wa kusaidia taifa lisilo na msaada linalotishiwa na serikali yake haramu. Uchambuzi wa kina, maana ya ujumbe huu kwa Tanzania. 1. Mange anatumia mkakati wa dira ya Trump. Mange hajamwandikia Trump kwa bahati mbaya. Anaunganisha kauli ya Trump kuhusu kulinda Wakristo, nguvu ya kijeshi ya Marekani, chuki ya Trump dhidi ya China na Urusi. Huu ni ujumbe uliopangwa kumvutia Trump kisiasa na kiitikadi. 2. Dai la mauaji 10,000, tishio kubwa kidiplomasia. Iwapo madai haya yatachukuliwa kimataifa, Tanzania inaweza kukabiliwa na uchunguzi wa kimataifa, vikwazo vya kiuchumi, shinikizo la haki za binadamu, kujadiliwa katika UN, EU na Congress ya Marekani. 3. Kulaumu African Union na SADC ni kukata tamaa Afrika. Mange anaweka wazi kuwa taasisi za Afrika zimeshindwa. Suluhisho halipo tena barani Afrika. Macho yote yanaelekezwa magharibi. Hii ni kauli nzito inayodhoofisha mshikamano wa kikanda. 4. Onyesho la DRC, hatari ya machafu. Kauli ya mwisho ni tishio la wazi. Kama msaada hautakuja, makundi ya waasi yataanza kuibuka kupambana na serikali haramu. Hitimisho, habari hii ni zaidi ya post. Huu sio ujumbe wa kawaida wa mitandao ya kijamii. Ni rufaa ya kimataifa,
mashitaka ya kisiasa, onyesho la usalama wa wananchi, jaribio la kubadilisha mwelekeo wa siasa ya Tanzania kwa nguvu za nje. Swali kubwa linabaki, je, dunia itasikiliza kilio cha Watanzania au itanyamaza kama ilivyofanya hapo awali? Serikali inapenda maskini, inajali maskini. Hii yote wanawachezea akili ili mtulie. Wao warudi kuendelea na mambo yao ya ufisadi, waibe. Yani in short ni kwamba wanataka kujipa ushindi wa 100%. Tumeiba uchaguzi, tumewaueni wote, bado tunashikilia nchi, bado tuna nini, na nyinyi mmetulia. Kwa sababu sasa hivi tunajifanya sisi kama vile Magufuli tunapenda maskini. Magufuli hakwenda kuua maskini, nyie mmeua maskini. Wewe Mwigulu, unataka sasa hivi kujifanya wewe ni Magufuli Junior. Ndugu yangu, baada ya kuua maskini hao sasa hivi mnataka kugeuza, kujifanya wao sisi na come on. Come on. The right thing to do sasa hivi ni kujiuzuru na kuachia hii nchi na kutoa haki. Wapeni wa Tanzania haki. Toeni katiba mpya, nchi rudi kwenye uchaguzi. Sio hizi drama, sio hizi propaganda mnazofanya. Hakuna Mtanzania anayeelewa. Kinachotakiwa sasa hivi Tanzania ni haki. Sio propaganda za watu kuanza kujifanya wao ni Magufuli Junior, za sijui tunajali maskini, sijui wizara ya vijana propaganda. No. Kinachotakiwa kwenye nchi Tanzania sasa hivi ni haki tu, haki. Watanzania msikubali hizi propaganda zao, msikubali huu pumbavu wanaongea. Wawapeni haki, haki peke yake ndio inayotakiwa. Sio press. Hatutaki press. Hatutaki press, tunataka haki. Wanafanya press lakini kuongelea vifo hawataki, wanaongelea upumbavu wa Tanzania. Amkeni ndugu zangu, amkeni, msikubali wakanormalize this situation. Msiwaruhusu wanainormalize ndugu zangu. Je, mwenzangu, umejifunza nini?